Mtazamaji wa Sauti ya Mtaa, leo tumebahatika kuanzisha kanda ambayo inakutanisha vijana wa mitaa miwili, kanda ya Mahenge, ikiwa na maana ya kwamba mtaa wa Mahenge lakini pia mtaa wa Mwaya. Na hapa nipo na mchungaji mlezi ambaye anawalea hawa vijana, lakini pia akilea hii mitaa yote miwili. Mchungaji ataenda kujitambulisha yeye ni nani na anahusika vipi kwa vijana hawa. Mchungaji, karibu sana. Asante sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Masengo Katoga Mambwe, mchungaji wa mtaa wa Mahenge. Lakini kama ulivyotambulisha, pia nalea idara ya vijana katika kanda yetu hii mpya, kanda ya Mahenge, ambayo inahusisha mitaa miwili na makanisa 13. Ndio. Makanisa 5 mtaa wa Mahenge na makanisa 8 katika mtaa wa Mwaya. Vijana wako tayari na wamepokea kanda vizuri. Kazi kubwa tulionayo kama viongozi wa kanda katika kanda hii mpya ni kutoa elimu. Wengi wanapenda lakini hawajui ufanye kitu gani. Kwa hiyo kazi tulionayo kubwa kabisa, hatuna master guide wa kutosha. Viongozi waliopo pia hawajapata mafunzo. Kwa hiyo mipango iliyopo ni kuhakikisha kwamba tunawezesha kwanza viongozi waliopo wapate mafunzo ili baadaye idara sasa iweze kuwa hai. Na mwanzo huu ndio maana tumeita kikao hiki cha msingi kwa ajili ya kufahamiana pia kama kanda mpya, lakini pia kaja kuweka mipango sasa ya kuwahusisha vijana katika kazi ya kuongoa roho. Okay, asante sana. Mtu mwingine ambaye hajafahamu kwamba idara hii ya vijana labda imekuja na malengo gani ambao ni mapya kwa makanisa yote au kwa mitaa hii yote? Ya kimsingi idara zote ndani ya kanisa, pamoja na kwamba kuna kuwepo na misisitizo na mikazo tofauti tofauti kwa miaka tofauti tofauti, lakini lengo kubwa ni utume, ni uinjilisti. Ndio maana mkazo ambao tunatembea nao kwa kanisa katika miaka hii mitano 2025 30 ni kujikita katika neno, lakini pia kufungamana katika utume. Kwa hiyo mkazo ni kulisoma neno la Mungu, na tukisha lisoma neno la Mungu tukawa washiriki au vijana ambao tumekomaa, mwisho tuunganishe nguvu kwa pamoja tuweze kufanya kazi ya utume. Lakini kazi kubwa mahususi ya idara ya vijana ni kuwalea vijana wenyewe kulingana na makuzi yao na changamoto mbalimbali ambazo wanazipitia, ili pamoja na changamoto za ujana lakini bado waendelee kumtanguliza Mungu mbele, na neno la Mungu likiwa ndio msingi wa yote ambayo wanayafanya, na mwisho waweze kuhusika katika kuongoa roho, na mwisho wote tuweze kuokolewa. Asante sana. Hapo natamani kufahamu kwa nini ni idara ya vijana, sio idara ya wanawake au idara zingine? Kwa nini imekuwa idara ya vijana sasa? Kila idara kimsingi na mikakati yake. Kwa kuwa sasa hivi tunazungumzia idara ya vijana, ndio maana maelezo mengi yamejikita katika idara ya vijana. Idara ya wanawake pia nayo, idara ya watoto, na idara zote ndani ya kanisa kila moja ina kazi yake ya kufanya, lakini kipekee vijana ndio walio wengi ndani ya kanisa. Kwa hiyo pamoja na mikazo katika idara zingine, lakini kama tukitia mikazo katika idara zingine alafu tukaiacha idara ya vijana, bado kanisa litakuwa na changamoto. Kwa sababu asilimia zaidi ya 80 ya waliopo, hata viongozi tulionao, wazee wa makanisa, hata sisi wachungaji pia tuliopo ni vijana. Ndio. Kwa hiyo pamoja na idara zingine zilizopo, lakini lazima mkazo mkubwa uwepo katika idara hii ya vijana, kanisa ndio litakapoweza kusimama. Ni upi sasa wito wako kwa viongozi wa makanisa ambao yote haya unayoyachunga, unayalea ukanda wa Mahenge kule, lakini mtaa wa Mwaya? Ni upi wito wako kwa viongozi? Wito wangu kwa viongozi, jambo la kwanza, tuwe tayari kujifunza. Watu wengi wanafikia idara ya vijana ni kwata, ni kuimba na ukariri mafungu basi. Na katika makanisa yetu yaliyo mengi, ukienda katika siku za vijana, katika ratiba zitakazo kuwepo, kukariri mafungu kutakuwepo, kwata zaidi na nyimbo. Lakini yako mengi zaidi ambayo katika idara ya vijana, yako mafunzo ya uongozi, ziko tuzo mbalimbali, ziko nishani mbalimbali, yako maisha ya ukambikaji ya nje, ziko stadi za maisha mbalimbali ambazo zinafundishwa. Kwa hiyo yako mengi ambayo viongozi wetu tukijifunza, tukafuatilia miongozo, tukapata makadi, tukashirikiana kama katika vikao hivi, tukapeana uzoefu, tunaweza tukaijenga idara zaidi na kutoka katika msimamo wa gwaride. Wengi wakijua siku ya vijana wanajua lazima watu watapia gwaride mpaka vumbi itimke. Hilo ni jambo jema, sehemu ya ukakamavu. Lakini akiwa anapiga gwaride akaishia hapo, lakini moyoni hana Yesu, hana mafundisho, hajui cha kufanya,
idara haitaweza kumsaidia. Kwa hiyo wito wangu kwa viongozi wote wa vijana, hata kwa wazee wa kanisa pia, tujifunze. Makambi yakiitwa ya vijana, tusifikiri ya vijana peke yake, tufike. Semina zikiitwa tuhudhurie, na tumekusudia kufanya semina mbalimbali kwa wazee wa kanisa, kwa viongozi wa makanisa, lakini pia hata kwa sisi wachungaji pia. Hata sisi wachungaji tumeanza mafunzo ya viongozi mwandamizi. Hata mimi pia nimejisajili, nafanya mafunzo hayo ili tujue namna ya kusimamia vijana, jinsi idara inavyotakiwa kuwa, mambo yaweze kwenda kwa vizuri. Asante sana.